Narudi nyuma kidogo. Nini kimesababisha uchome moto gari? Alright, mfano kama sasa hivi I am doing fine. I'm doing better. Niko vizuri. Heshima yangu ndio hiyo. Inafahamika, kazi ninazozifanya ni vizuri. Sasa hivi ungekuwa na story mpya kwamba kinachomfanya huyu aheshimike, kinachomfanya huyu awe hapo alipo, connection ni hapa. Huyu ndio anayemuinua, huyu ndio anayempa umaarufu, huyu ndio anayemtengeneza. Sijui kama umenielewa. Sasa nimezungumza tu katika akili ndogo ambayo kila mtu anaweza kunielewa, japokuwa mambo ni zaidi ya hayo. Mtupe ya kiroho na mfundani. Okay, ya kiroho labda niulize tu kitu kimoja. Umewahi kwenda kwa mganga? Hujawahi kwenda kwa mganga. Umewahi kutokewa na chochote kile kinachomuhusu Mungu? Mara nyingi. Chochote, yani kinachomuhusu Mungu kabisa na experience. Uwepo wa Mungu. Sio kufeel, not kufeel. Like nimekutana na mtu labda huyu ni malaika na amepotea. Umewahi kukutana nacho? Hiyo experience? Huwezi kuelewa hivyo vitu. Huwezi kuelewa. No, wewe unasema tupe kiroho, mambo ya kiroho huyajui. So kwa sababu huyajui, unasimliwa. Watu wanakuambia hapa kulikuwa kuna paka amepotea, ni masimlizi. You have never experienced them. So hata nikikueleza ume-experience nini? A lot. Kipi a lot? So ni ngoja. Nguvu ya Mungu. Sikiliza, ngoja nikwambie, nakupa mfano. Nakupa mfano. Anaweza kuja hapa mwimbaji au sio? Msie mjua. Umenielewa? Okay, ngoja nikupe mfano unaweza kuelewa. Unaweza kwenda karaoke. Ukakutana na dada, wale wadada wanaimbaga kwenye karaoke na nini siku hizi kwenye clubs na nini na nini. Anaimba nyimbo ya gospel moja noma mpaka wewe mwenyewe unasikia kama vile yani nguvu za Mungu zimekushukia. Unahisi ni Mungu amekushukia? No, ni hisia. Ni hisia zako binafsi. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ameumbwa kufeel. Kuna emotions fulani zikiguswa, anaweza kulia, anaweza kukumbuka matatizo yake au vitu vyake fulani. It's not God, sio Mungu. Lakini akahisi ni nguvu za Mungu. So unapoongelea habari ya nguvu ya Mungu, my friend, ni kitu kingine. Ni kitu kingine kabisa. Usikutane na mtu akwambia yani nimefeel kabisa nguvu ya Mungu. Ni kitu kingine kabisa. Ni kitu kingine. Kwa kilichosababisha uchome moto gari ni kwamba hukutaka kwamba uonekane mafanikio yako ni kutokana na nabii ambaye anafahamika kama nabii ambaye alikuzawadia kitu kimoja. Nilisema kuna mambo ambayo ni deep kuliko sababu ambayo nimeizungumza. Lakini nikatoa pia sababu ya pili ambayo ni kama narudia, kwa sababu kwenye zile interviews kama kuna watu waliangalia, nishazungumza hicho kitu. Kabla ya hayo matukio yote kuna picha zilikuwa zinasambaa nyingi. Waliona watu wanasema okay, huyu amekufa, amefanya nini. Mara baada ya hapo ameibiwa nyota, asikiki. Hakuna mtu aliwahi kuniuliza kwa nini utoi kazi. Sikuwa nafanya interview popote. So kila mtu alikuwa anafanya vitu vyake kwa kadiri ya namna ambavyo anavifanya. Mimi sikuwa nimezungumza kitu, sikuwa nimesema kitu. So perception ya watu ambao wanatembea nayo ni perception ya vitu ambavyo wamedanganywa na watu wengine. That is what they are working with. Ndio kitu wanatembea. Lakini mimi kama mimi ukuwahi kuniuliza, of which kama hujawahi kuniuliza, majibu umeyatoa wapi? Ndio. Na hakuna mtu aliyekufuata kukuuliza kwa nini hautoi muziki. Ila walikuwa wanasema amechukuliwa nyota baada ya kupewa gari, ndio imetokea hivi, na ndio maana haikuwa sababu. Issue ya nyota ni uongo. Nini sababu cha ukimya wako na nini sababu hasa cha kurudi kwa sababu baada, imagine watu kishasema kwamba amechukuliwa nyota kutokana na kupewa gari. And then all of a sudden unatokea unaunguza, unachoma lile gari. Inamaanisha kwamba ni kweli alichukuliwa nyota na sasa amelichoma gari moto, na sasa hivi umekuja na album ya Being Reborn. Na sasa anajiconsider kwamba ameanza upya. Kwa what is the truth? Ukweli uko hivi. Wakwako wewe. Ukweli uko hivi. First of all, tulipoongea kwa habari ya mambo ya kiroho, na nikauliza nani anajua hivi vitu. My friend, programming ya mambo ya kiroho inavyofanyika, ulimwengu wa kimwili huwa wanaamini kabisa. Kwa mfano, namchukua Sudi ni mzuri kumfanyia mfano. Ukisikia Sudi amekufa, Sudi ni mzuri na kupiga vile mfano. Nisingemtolea nani hapa wewe, nitakutolea mfano. Ukimtolea mfano, kwa mfano Sudi, ukisikia Sudi amekufa, si umenielewa? Ukaenda kwao akakwambia huyu hajafa.
ni mzima kabisa. Kuna watu tu wamemchukua, kwao kuna kitu anachokijua zaidi ya hiki ambacho nyewe wengine mnakiona. Wakati nyingine anasema tumshukuru Mungu, au anasema hapana, huyu alikuwa ni mzima kabisa. Kwa lugha nyepesi ni kwamba wanaamini kuna sababu zaidi iliyopelekea kifo chake, na sio hii ambayo watu wote wanatakiwa kuambiwa. Sio kama umenielewa, ambayo wao wanaijua. So ulipokuwa unaona story za huyu mtu amekufa sijui nyota na nini na nini, ni vitu vilikuwa programmed katika ulimwengu wa siri, ulimwengu wa kiroho usioonekana, ili kusudi kwamba katika ulimwengu wa kawaida mtakaposikia hiki na hiki na hiki mtaongea nao. Narudi kwa Mina, anauliza okay, sababu ilikuwa ni nini? Let me tell you something. Ukweli ni upi? Ukweli ni upi? Because usipoeleza ukweli kila mtu atabakia na assumption zake. Ukweli uko hivi, kila binadamu huwa anakuwa, kila mwanadamu huwa ana grow. Kuna kukua, kuna ukuaji, lakini pia kuna hatua ambazo kila mwanadamu huwa anajichunguza na anaangalia mwelekeo wake. Asa asiyejiangalia mwelekeo wake au asiyejua kwamba anaelekea wapi, baada ya muda fulani ni aina ile ya watu utawakuta miaka yote ile ile wakogo vile vile wako pale pale. Bahati mbaya sana mimi sio mtu wa namna hiyo. Kwa sababu kukua ni kitu ambacho ni moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa na vitamani, ndio kitu ambacho kilitokea kwenye maisha yangu. Growth, nataka kukua. Kwa maswali yakaanza, kwa nini sifiki napotaka kufika? Kwa nini hiki na hiki kiko hivi? Kwa nini hiki na hiki haviko sawa? Na nilipoanza hiyo safari ya maswali hayo, ndio chanzo cha mimi kuamua kukaa kimya, ili nipate majibu ya hayo maswali. Kutoa ngoma kabisa, sikuwa natoa ngoma, sikuwa nafanya chochote. In fact ukiwauliza, hata kuna baadhi ya watu hapo watakwambia walikuwa wananiomba interview na nilikuwa siendi. Nilikuwa natafutwa interview kabisa, njoo fanya interview bwana, kuna hiki na hiki, njoo fanya. Sikuwa naenda. Kwa ukakaa kimya. Yes, producer wangu yuko hapa, utamuuliza. Alikuwa na rekodi nyimbo na anauliza unaitoa lini? Siitoi, na rekodi na naiacha. Tumekaa hivyo kwa kipindi cha miaka almost 4. Sio, unaelewa? Now ikawa inafika hatua kibinadamu, unasikia kuna maneno yanasemwa, unasikia kuna watu wanasema, so you are trying to fight, unataka kupigana na hiyo kitu. Unasema hebu ngoja nifanye kitu fulani, ngoja nitoe wimbo ili kuwanyamazisha hawa watu ili wasiongee. Wakati huo wewe unatoa nyimbo, kumbe Mungu naye kaisha kuseti kwenye mpango wake. Yani kuna vitu vyake Mungu anavifanya. You see, kuna vitu vyake Mungu anavifanya. Now kila ninapoongea vitu vya kimungu, haya ndio yale mambo ambayo nafika hatua mtu anakuangalia anasema, wewe tukikuwai kama unanielewa. Na anayekwambia tukikuwai ni Mkristo. Mkristo ambaye hajawahi kusoma hata dibaji ya Biblia. Yani ukimuuliza, ukakamata tu Mkristo wa kawaida ukamwambia okay, sawa. Kwa mimi zimefuse, zimeruka au sio? Sawa, haina shida. Hebu niambie, kama mimi zimefuse, Mungu wako anaongea au aongei? Tukamwambia Mungu anaongea na nini sasa? Kasome maandiko yako, kasome Biblia yako. Mungu anasema atakuongoza na kukuelekeza njia utakayoiendea. Huyo Mungu atakuelekeza vipi na aongei? So ukimwambia mtu Mungu anasema, mtu sasa Mungu hawezi kusema wala aongei. So every time ninapofika kwenye eneo la kumzungumzia Mungu, huwa sitaki kumtetea. Kwa sababu yeye ana uwezo wa kujitetea, sio mfu, anaweza kujitetea. So siwezi kuambia Mungu amenisemesha, tuanze tena kubishana. Wewe Mungu hawezi kukusemesha, haina shida. Hajanisemesha, poa. Wewe kaa kimya, tuchukulie hajanisemesha, acha maisha yaendelee. 20 years from now nitafute tena. Look at me, niangalie niko wapi. Mimi sijasemeshwa. Ndio wakati huo mimi nimeshakaa nimepiga mahesabu bro. Kuna wasanii hapa hampigi nyimbo zao wala hamjisikii kupiga nyimbo zao na hawajawakosea kitu. Si umenielewa? Hamna mahali walikosea. In fact wamekuwa wanapiga kiki za kila namna. My friend, kama hujawahi kujifikiri na kujichunguza utachoka. Fuatilia tu, ingia kwenye secular, angalia tu wasanii labda wa secular, unasema bongo flavor na nini. Angalia jinsi wanavyoteseka. Yes.